Wakenya milioni 3.3 kutoka kaunti 23 wako kwenye hatari ya njaa, huku kaunti za Wajir, Mandera, Kwale na Kilifi zikiwa katika hali mbaya zaidi. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki aliyeongoza kikao cha kutathmini mikakati ya kukabiliana na hali hii ametangaza kutolewa kwa shilingi bilioni 4 zaidi kufanikisha mpango huo. Kamau Mwangi anatuarifu zaidi. Baada ya mvua ya kati ya Oktoba na Desemba mwaka jana kufeli kwa kiasi kikubwa, athari yake imeanza kudhihirika. Hii leo serikali ikitangaza kuwa Wakenya milioni 3.3 tayari wanakondolea macho baa la njaa. Kwenye kikao na mawaziri na makatibu walioko kwenye kamati inayoongoza shughuli za kukabiliana na janga hili, Naibu Rais Kithure Kindiki ametangaza kuwa serikali imetoa shilingi bilioni 4.1 kufanikisha juhudi hizo zinazoendeshwa katika kaunti 23. The government views the current situation as a serious situation, but at the same time assure the people of Kenya that we will not spare any resources to make sure that we don't lose human life, and we also mitigate the effects of this drought on livestock and the entire ecosystem that would be affected, including our wildlife. Kaunti 10 zikiwemo Mandera, Wajir, Garissa, Marsabit na Kilifi zimetajwa kuathirika zaidi. Baadhi ya maeneo hayo yakihitaji usaidizi wa dharura kama vile vyakula kwa binadamu na mifugo. We need to work on the last mile delivery of food. We are taking a little long for the food to reach the population in their areas, and therefore we've directed that those teams be activated, and we are going to work through a better supply chain and last mile delivery program. Aidha, serikali za kaunti pia zimetakiwa kuhakikisha mahitaji maalum ya kaunti hizo yanashughulikiwa kwa dharura inayohitajika. Tangu Desemba mwaka jana, serikali imetoa shilingi bilioni 10.1 kukabiliana na janga hili. Overall 3.3 million people across our country are affected, and we also need food to reach our schools to make sure that our learners are not disrupted by the ongoing drought situation. Mamlaka ya kudhibiti makali ya kiangazi nchini NDMA imeonya kuwa iwapo mvua inayotarajiwa Machi pia itafeli, idadi ya Wakenya watakaokuwa hatarini inatarajiwa kuongezeka pakubwa. Because of the performance of Kamau Mwangi, runinga ya Citizen.